Happy Valentine jamani, wadau wema. Leo dunia bwana inaadhimisha siku ya wapendanao, na sisi pia hatujabaki nyuma, tunaadhimisha siku ya wapendanao. Lakini katika siku hii pia tunaadhimisha birthday ya mtoto wetu Linston, lakini pia tunaadhimisha anniversary yetu anniversary yetu ni ya miaka miwili, ingawaje tumeishi miaka mitano, lakini tulikuja kufunga ndoa hapo 2024 ndio tulifunga ndoa. Kwa hiyo ni ya miaka miwili, na mimi ni bora anniversary ya miaka miwili ya furaha, amani, upendo kuliko ya miaka 50 ya kuvumilia vipigo, manyanyaso, mateso. Nafikiri haya mambo mnajua guys. Kwa hiyo mimi miaka miwili ya ndoa na sihesabii ile miaka ya nyuma, maana wanasema shughuli iko kwenye ndoa. Mkishafunga ndoa tu hapo ndio Juni Julai utakapoiona sasa. Kwenye mahusiano kule kidogo watu wanaweza kucheza nini tunaita sinema, maigizo, lakini baada ya kufunga ndoa mambo huaga yanabadilika. Kwa hiyo nafurahi kwamba ni anniversary ambayo sihitaji kuongea, yaani kama ni peace of mind, kama ni amani, kama ni furaha, kama ni mahaba, kama ni mapenzi, yani yanamiminika, yanamiminika. So leo tunaadhimisha hiyo anniversary yetu ya miaka miwili. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 13 ya kijana wangu ambaye ameingia miaka 13, umri wa kuingia kwenye kwenda sasa, ni lango la kuingia kwenye wanaume sasa huko ukubwani. Na hiyo siku ya tupendane kwa ujumla wake, ambayo nimesema dunia inaadhimisha siku ya wapendanao. Leo nafikiri wote ni mashahidi Valentine Day, sijui hata wale ambao hawajawahi kutoka pamoja leo ndio wanatoka siku ya leo. So ujumbe wangu kwenu ni kwamba hii ni siku ambayo inatukumbusha upendo, lakini upendo huu wa Valentine, huyo Valentine huyo simjui, ila ningependa niseme upendo ambao unaweza ukatusaidia kwenye maisha yetu yote ya ndoa, ya mahusiano, ya biashara, ya familia, ya malezi, ya kila kitu. Ni ule upendo wa agape ambao Yesu Kristo alitufundisha, period. Huo mwingine huo kama ni upendo nje ya hapo, yani hizo ni sinema tu, yani ni sinema mwanzo mwisho. Ni mwendo wa kila mtu ana ishu zake wanandoa. Maana Yesu alivyoulizwa vipi kwenye kipengele cha ndoa, vipi masuala ya talaka yanaruhusiwa, akasema hapo mwanzo haikuwa hivyo. Mwanzo ni wapi? Mwanzo ni kule ambako wanandoa wanapaswa kuwa mwili huu mmoja. Kwa hiyo Yesu alikazia ile agizo la Mungu kwamba mkishaoana mmekuwa mwili mmoja, nyie sio wawili tena. Sasa jiulize, ndoa za sasa hivi watu wakioana wanakuwa mwili mmoja, wanakuwa wawili, au sio wanakuwa wangapi? Kwa hiyo tunaadhimisha Valentine na drama nyingi ndio maana nikasema wengine ambao hata hawakuwahi kutoka leo watatoka pamoja, lakini kwenye msingi labda maendeleo, kwenye issue za maendeleo, malezi ya watoto, family, mambo yote ambayo tunafanya. Je, tunafanya kama mwili mmoja au kila mtu ana issue zake? Ndio maana nikasema upendo nje ya upendo wa agape, nje ya upendo wa Kristo, nje ya upendo uliojengwa kwenye misingi ya neno la Mungu ni upepo. Mfalme Suleiman ambaye ni mfalme ambaye alikuwa tajiri, kwa Biblia inavyosema, kuliko mfalme mwingine yeyote ambaye atakuwahi kuja kuishi, alisema ni upepo. Kwa hiyo tunapoadhimisha hii siku ya wapendanao ya Valentine, upendo ambao utasimama, ambao ni upendo ambao wenye tija, ni upendo tutakaojenga kwenye misingi ya neno la Mungu. Huo ndio ujumbe wangu kwako wewe mdau wangu. Sijui wewe unaguswa na upendo ukiwa katika position gani? Either wewe ni mwanandoa, kama upendo huo haujajengwa
kwenye misingi ya neno la Mungu ni bure, utapata shida sana, drama zitakuwa nyingi sana. Yani mambo hayo yani mambo ni mengi, ubinafsi, mambo ya macheating, yani hapo hakuna agano. Kwa kifupi, nje ya neno la Mungu hakuna upendo, kuna drama tu. Wewe kama ni mfanyabiashara, mfanyakazi, upendo wako katika kuwahudumia watu nao wahudumia, wahudumie kwa misingi ya upendo ambao ni wa agape, upendo ambao umejengwa kwenye misingi ya neno la Mungu. Utakuwa na amani na utafanikiwa, na huo unaishi, huo upendo unaishi, hauna longolongo, umesimama kama rula, yani umenyooka, hauna shida. Kwa hiyo jitahidi sana katika maeneo yako yote ya maisha yako, alaini mambo yako na upendo wa agape, upendo wa neno la Mungu. Wewe utakuwa umefanikiwa kwenye maisha haya. Kwenye maisha haya duniani hutastushwa na chochote, lakini kama utajenga misingi ya upendo kwenye hisia tu, basi utababaishwa sana na vitu vingi. Vitu vingi vitakubabaisha, hutakuwa na amani, yani utaishi maisha magumu sana na mabaya sana. Kwa hiyo wewe ndio unaichagua. Kama unataka maisha ya amani, yakupe utulivu wa akili, utulivu wa amani, furaha. Furaha ya kweli inapatikana katika Kristo, katika Bwana. Hiyo ndio furaha ya kweli, sio katika vitu wala katika watu. Utakapokuwa na upendo wa kweli kutoka moyoni na ukamweka Mungu wako mbele na ukawa na upendo wa agape, hata wewe unapokuwa unaratibu mambo yako, yani utakuwa kipimo chako ni hicho. Kwa hiyo utajikuta automatic wewe ni mtu mwenye amani, ni mtu mwenye peace of mind, ni mtu ambaye husumbuliwi na chochote, hubabaishwi na chochote, na maisha yako yanakuwa na amani kabisa na furaha. Na nafikiri hicho ndio kitu ambacho watu wote tunakitafuta, hata kama hatujui tunatafuta kwenye vitu. Nafikiri labda nikipata nyumba kubwa, nikipata gari fulani, nikipata nini, unapata kuna peace of mind fulani unaipata ya muda mfupi kwa kupitia hivyo vitu, lakini amani ya kweli na furaha ya kweli ni ya milele, na hiyo ndio hiyo ninayoizungumzia, ni inayotokana na misingi ya neno la Mungu. So guys, nawatakia happy Valentine kwenye sherehe zenu mnazosherekea, lakini kumbuka upendo wa agape ndio kila kitu. Huo upendo mwingine huo mimi kwa kweli wa agape ndio wenyewe, na wa agape msingi wake ni neno. Haya jamani, kila la heri, kila la heri katika siku hii ya Valentine.